Mtazamaji wa 24/7 Media, karibu sana katika siku nyingine ya kwenda kuziangazia stori mbalimbali za kimichezo. Kama kawaida yetu, leo tupo hapa Makumbusho kumfuata captain wa mashabiki kwa upande wa klabu ya Yanga, kuja kupiga naye stori mbili tatu na mambo ya hapa na pale. Lakini pia kubwa ambayo nataka nikukumbushe, hakikisha una subscribe, una like pamoja na kucomment. Ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Captain, habari yako? Salama, mambo vipi? Safi. Poa. Pole kwanza, mbona sauti iko chini sana? Ya kawaida. Ya kawaida. Na inasemekana kwamba Yanga na mambo ya kimataifa bora muachane naye, muachie Simba wakubwa wenu. Hapana, hiyo imesemekana na hatuwezi kusema kwamba tuachie wao. Tuachie kwa sababu zipi? Yes, inaonekana kapteni. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Yanga ndio timu ambayo inatakiwa kupongezwa sana kwenye ardhi ya Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu tuko na viongozi ambao kwa muda mfupi ambapo wameichukua timu yetu, utawala mpya chini ya Harris, tumeona mabadiliko makubwa sana. Nafikiri ni miaka minne sasa au mitatu kama sikusahau. Yanga tulikuwa kwenye nafasi ya 80 na kitu huko nafikiri. Lakini kupitia viongozi hao wamebadilisha sana Yanga. Tumefanya vizuri kwenye michuano ya shirikisho, tukafika mpaka fainali. Sheria tu na kanuni ndio zilizotunyima ubingwa. Lakini tungekuwa ni mabingwa wa shirikisho, kombe tungekuwa nalo. Kutoka pale timu imekuwa inafanya vizuri sana. Hatukuwahi kuingia hatua ya makundi takriban miaka 25 nafikiri. Umri wa mtu mzima. Lakini kupitia kwa Harris na viongozi wenzake wameweza kutufikisha kwenye makundi ya klabu bingwa. Tukavunja historia. Lakini pia tumeendelea, imekuwa kama muendelezo mpaka sasa hivi. Tumeingia tena hatua ya makundi, almanusura twende hatua ya robo finali. Wametutoa kwenye nafasi ya 80 na kitu. Mpaka leo tunavyozungumza Yanga imeingia top 10 ya vilabu bora barani Afrika. Ni jambo la kujipongeza. Sisi tunafanya kama sisi. Hatufanye kwa sababu ya kushindana na watu wengine. Kwa hiyo sisi tuna kila sababu ya kuwapongeza viongozi wetu. Wametutoa mbali, kwa nini tusifurahi? Kwa nini tusishukuru Mungu? Leo hii unatukompea sisi na Simba kwenye swala la kimataifa. Simba ameitafuta nafasi kwa muda gani? Ni muda mrefu. Ameimaintain nafasi ile zaidi ya kuwa anashuka. Sisi unatufananisha na mtu anayeporomoka. Yes, ameingia robo mara nyingi. Ameingia robo mara nyingi, sawa. Ameingia robo mara nyingi. Kawaita mwaka robo. Yuko nafasi ngapi saizi kwenye viwango vya soka? Ameshuka. Sasa sisi tumepanda, yeye ameshuka, si ndio? Kwa hiyo nani ambaye anatakiwa aongeze juhudi katika kupambana kuelekea hatua ya mbele? Kwa sababu sisi tumepanda, yeye ameshuka. Hasa mtu ambaye ameshuka unataka mimi nikajifunze kwake? Ya ili na mimi nikashuke? Yaani wanasema mlikuwa mnachukulia poa sana hatua ya robo finali. Hapana, sio kwamba sisi tulikuwa tunaichukulia poa hatua ya robo finali. Sisi tunapambana kuhakikisha tunakwenda hatua ya robo finali kwenye kila mchezo ambao tunapambana. Lakini mipango ambayo tunaipanga sisi, lakini matokeo yanakuja kuamua, kwa sababu wao Simba malengo yao kuelekea michuano ya kimataifa, si walisema mipango yao ni kufika wapi? Kama unakumbuka. Walisema wanataka kufika nusu finali. Wamefika? Hawajafika. Sisi malengo yetu ilikuwa ni kufika wapi? Hatua ya makundi. Tumefika, watu hujafika. Sasa nani anatakiwa kupongezwa? Kwa ukubwa wa Yanga wanasema kwa nini muishie hapo kwenye makundi? Wanasema waoga. Wametupa na tumejipa. Sisi ni wakubwa ndio. Lakini kwa hatua tulioanza nayo, ndio maana nimesema miaka kadhaa, hii miaka minne, Harris na wenzake wametufikisha top 10 ya vilabu bora barani Afrika. Lakini licha tu ya kutufikisha top 10, sisi hao tumeingia hatua ya makundi mara ngapi ya klabu bingwa? Mara ya 3 nafikiri. Kama tumeingia hatua ya makundi mara ya 3 mfululizo, tunajiwekea malengo at least tufike tena hatua ya makundi. Na tumefika hatua ya makundi, yakitokea mengine ni ziada. Tulikuwa tunaitafuta ziada ya kuingia hatua ya robo finali ambapo tumeikosa, almanusura tuingie. Ni robo Sio robo hapana. Malengo yetu ilikuwa ni kuingia hatua ya makundi. Kwa mara nyingine na tukaingia. Lakini ikitokea imepatikana robo, nusu na mengineyo, hivyo ni vitu vya ziada. Sasa ndio uoga huo kapteni. Tulikuwa tunaitafuta ziada. Si tulisema tuliwatangazia tunataka kwenda robo? Tuliwatangazia tunataka kwenda makundi na tumekwenda. Kwa hiyo malengo ya klabu, malengo ya taasisi yamekamilika, lakini tulikuwa tunatafuta ziada. Next time tutakapopinduka kwa mara nyingine, kwa sababu tumeona viongozi namna ambavyo wamekuwa wakifanya maboresho. Walifanya maboresho awali, timu ambayo tulikuwa nayo kuelekea makundi
unaweza ukaona ule mchezo hata wa makundi tumepoteza, kuelekea makundi tumepoteza dhidi ya Silver Striker, lakini tukajipanga hapa nyumbani, tukaja kushinda goli 2 nyumbani, zikatuvusha kwenda makundi. Ndio maana tukasema hatua ya makundi ndio malengo yetu. Lakini viongozi kuelekea makundi wamefanya maboresho, wakaleta wachezaji wengine wapya wazuri, wakamuingiza Damalo, umeona maingizo mapya, Depu, wameingiza wakina Alan Okelo na wengineo. Umeelewa? Yale ni maboresho ambayo yameleta uhai, lakini pengine kumbuka kwamba Yanga ndio timu pekee ambayo ilikatiwa tamaa na kila aina ya mchambuzi na kila aina ya mwanasoka katika nchi yetu, kwamba Yanga amepangwa na Waarabu watupu, yeye ndio mweusi. Kwa hiyo tunaiona Yanga ikienda kupigwa kila mchezo, lakini Yanga ndio imekwenda kuleta challenge mpaka hatua ya mwisho. Mchezo wa mwisho ndio unakuja kuamua, tofauti na huyu ambaye alipewa nafasi kwa muda mrefu, kwamba Simba haya makundi, ili kundi alilopewa Simba dhidi ya watu wengine hawa, tunamuona Simba akienda kuongoza kundi, pengine wakisema Simba tunamuona akienda kuingia hatua robo finali, ndivyo walivyokuwa wakizungumza. Lakini unaweza ukamwona yule mtu aliyepewa nafasi kubwa sana ya kufanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa hatua ya makundi, ndio yule ambaye amekwenda kugawa utamu kila kona. Lakini mimi ambaye sikupewa nafasi hiyo, unaweza ukaona nimekuwa bora kiasi gani. Lazima nijivunie. Hatua ya makundi ndio ilikuwa malengo yangu, na nimemaliza makundi nikiwa na alama 8. Yeye huyu ananicheka mimi nimeoga sijaenda mjini. Muulize alama 8 amezifikia. Sio kila mmoja anaweza akazipata alama 8. Tumetofautiana sana. Yaani mimi na wao ni mbingu na ardhi. Mimi niko bora kuliko wao. Simba umewaona? Gari limewaka. Gari limewaka. Na unathibitisha gari limewaka? Ndio nakuuliza. Huu ni msiba. Kwa watu wa mpira wanaojua mpira, ule ni msiba. Umemuona Gwe? Lakini Gwe nimemuona anacheza na watu wa shambani. Loemba. Nisikilize nikwambie. Mwalimu amethibitisha kwamba timu yake yeye ni ya vijana ambao wametoka shambani kulima. Isitoshe wengine majembe wameacha shambani wakaondoka wakaja kucheza na Simba. Yaani unacheza na timu ambayo imetoka shambani, imeacha jembe shamba, inakuja kucheza na wewe. Dakika 45 una goli moja. Si msiba huo? Yaani watu ambao wametoka shamba, wameacha majembe shambani, umecheza nao dakika 45 umefunga goli moja, halafu unaitaka Yanga. Are you serious? In football. Are you serious? Wanasema hakuna wa kumkaba Loemba. Sawa. Hapa tunazungumzia dabi sasa. Sawa, sasa nataka nikuagize. Nenda kawaambie wana Simba, tunahitaji wana Yanga watuchagulie mchezaji mmoja au watatu, ili watuambie kama walivyotuambia kuhusu Elim Panzu, kwamba huwezi kuwa bingwa kabla hujamkaba Elim Panzu kibisawala. Na Mpanzu mnamtaka sana tu. Nisikilize kwanza. Nacho kisema mimi nakuagiza wewe kawaambie. Yes. Waambie wana Simba, kapteni anasema kabla ya kufika tarehe 1 tunahitaji mtuambie sasa, kama mlivyotuambia kwenye mechi ile kwamba unataka ubingwa hujamkaba Elim Panzu, unataka ubingwa hujamkaba Jinchazi Ahoua. Sasa tunahitaji sasa hivi watuambie kwamba Yanga mnataka pointi au mnataka kutufunga sisi kabla hujamkaba labda pengine Luemba, pengine labda huyo hapo nani Gwe, Ula. Sasa wewe waambie hapa sasa hivi. Waambie kwamba kapteni anasema tunahitaji mtuchagulie mchezaji mmoja tu, ili muwe mnatuambia sasa wanataka kupata pointi 3. Hawajamkaba fulani, hawajamkaba fulani. Walikuja na mpango mkakati, kaenda mbali mpaka wachezaji waliowaleta wakawaaminisha, wakawaambia kwamba mchezaji anatuambia wana Yanga kwamba mimi na uhakika na kwenda kumfunga Diala. Ateba umesahau? Alizungumza. Lakini kiko wapi, ilishia wapi? Kwa hata wachezaji unaowaona, mimi nikwambie tu ndugu mtangazaji, ni kitu kimoja tu unatakiwa wewe ukiangalie. Hawa maneno yao wewe yachukue kama yalivyo, lakini nenda kwa yaone, je, haya maneno wanayoyazungumza yamo, yaliomo yamo? Hawa wachezaji wanawaleta, wanaenda kucheza na timu imetoka shambani, imeacha majembe na kuja hapa, wanaona bonge la Messi, Ronaldo. Umeona bwana? Wengine wanaenda mbali sana, wanasema hey, Yanga waje tu. Wewe ndugu yangu ushakutana na Yanga. Umeshajipata. Yanga umekutana nayo. So unacheza na Mtibwa? No, Mtibwa wazuri kuliko wao. So unacheza na KMC? Mtibwa wazuri kuliko wao. Kuliko Simba. Ya, wewe unasemaje? Nakusikiliza wewe. Mtibwa wazuri kuliko Simba. Serious. Lete viwango hapa tuweke. Ya kweli hayo. Ya ndio ya kweli, kwa sababu Mtibwa anacheza na Simba. Sawa. Wanatoka sare.
Ila dirisha dogo umeona usajili wao umekaa vizuri, ndio maana sasa hivi wanajiamini. Kwanza kwenye ubora kati ya Simba na Mtibwa kwa msimu huu. Mtibwa anakutana na Simba, yaani hiyo head to head wameshakutana mara moja. Mtibwa anaondoka na man of the match, yaani amekuwa na mchezaji ambaye amecheza vizuri kuliko wachezaji wote wale, kuliko wakina Luemba, sijui kuliko wakina nani, wakina Gueye. Mtibwa anatoa man of the match. Sawa, kama Mtibwa anatoa man of the match dhidi ya Simba, ina maana katika ule mchezo Mtibwa amekuwa bora, lakini licha tu ya kuwa bora amefunga goli bora dhidi ya Simba. Umenielewa vizuri? Kwa hiyo Mtibwa alikuwa ni bora kuliko Simba kwenye mchezo ule. Kwa hiyo sasa Simba sio tu akacheze na Mtibwa, anacheza na KMC. Anacheza na KMC, anashinda goli 2, anamtaka Yanga. Kwa nini usiseme namtaka Mtibwa ambaye ni size yako? Kwa nini usiseme namtaka Azam ambaye amekufunga mara 2 nje ndani na amekuwekea watoto under 20? Kwa nini unaitaka Yanga ambayo ni oversize? Yani mimi ni kama mimi nimevaa ule msuruali au mjinzi wa Mzee Mgunda. Tunamjua Mzee Mgunda? Kocha wa Namungo. Anavaga misuruali yake mibwanga fulani hivi size yake. Yani mimi na mbwanga mkubwa, wewe Simba kiuno chako kama kiuno cha dondoo sijui nini, ndio unataka ukaingie mule. Wanakutaka sana tu na wanasema yani ndo maandalizi sasa ya kuendea klabu bingwa msimu unaofuata. Rafiki yangu Mandala anasema jana walikuwa wanafanya warm up. Wanafanya warm up na watu wa shambani. Hivi ni kweli mnamtaka Mpanzu? Sisi hata wewe ya kuvuti. Mchezaji ambao sisi tunamtaka tayari ameshakuja kwenye nani? Yaani ukiona mchezaji Yanga amewekeza kumtaka, basi huyo amekuja kwetu na anaishi na anajua. Nani? Mchezaji tulikuwa tunamtaka sisi ni Mohamed Hussein Zimbwe. Ndio tulikuwa tunamtaka kwa sababu tulikuwa tunaamini Mohamed Hussein Zimbwe pale alipo mwili uko Simba, roho yake iko Yanga. Maneno yenu. Baada ya kuona pale maisha yake ni ya taabu, ya kuteseka, analia, anaumizwa na nafsi yake nalia. Tukaona kwa nini? Njoo babangu, kaa hapa kwenye timu ya ndoto ya maisha yako, kwenye timu unayoipenda. Wewe nikwambie kitu kimoja. Umemwona Kibu Denis? Kaondoka. Kibu Denis anazungumza kwa wale ambao hawajui Kifaransa. Kibu Denis amezungumza kwa Kifaransa akisema kwamba ameondoka Simba, amekuja Nasr kwa lengo la kuja kupata vikombe. Sio, umeelewa? Yaani imagine Kibu Denis anazungumza ya moyoni kwamba nimekuja hapa ili nishinde makombe. Ndio lengo la mchezaji. Ndio maana nakwambia sasa huku au alipotoka alivikosa. Sasa ni vyema tukawaambia na wakina Kapombe wana kila sababu ya wao kuondoka. Unakaaje kwenye timu ambayo ina vikombe na taarifa alizozipata Kibu na ameona kabisa mwelekeo wa kulipata ile kombe la NBC tena haupo. Ndio maana akaamua aondoke. Sasa yeye ndoto yake ni kupata makombe. Unapataje makombe timu ina wazee wengi? Unapataje makombe wachezaji wazuri unawaleta, huwapi misingi mizuri, huwapi malezi mazuri, unawaacha wanaondoka. Jinchazi huwa muangalie huko. Kapokelewa vizuri wachezaji jukwaa lote. Kutoka kote huko Sierra Blosdad wanamuimba yeye. Sisi ligi yetu ni bora kuliko ligi ya kule. Ligi ya kule ni bora kwenye hata namba za ligi kuliko ligi yetu ya kwetu. Lakini amepokelewa kifarume. Hawa watu hawana namna ya kuishi na wachezaji vizuri. Ndio maana unaweza ukaona Yanga mpaka mchezaji aondoke, aachwe, mzawa au sio mzawa, basi kiwango chake kimekuwa cha chini sana. Mfano mwangalie Kibabage. Kibabage ilifikia hatua anaanguka mwenyewe bila mpira wakati akiwa Yanga. Nakumbuka mechi moja tunakwenda huko Luangu kama sikusahau wapi kule Babati. Bwana mdogo anapiga mpira, ukiuona mpira umekaa chini hivi size yake hapa, yaani wewe uende ukapige juu hewa afu mpira uko chini, ukaanguke mwenyewe umepiga hewa mpira umeuacha chini, yaani huo ni msiba. Sasa umefikia hatua ambayo kwamba wewe sasa msaada huna. Yule Kibabaga ambaye tuliona hafai wao wamechukua wamepeleka kule ni mali. Sasa anafanya vizuri. Ndio nataka aje akamkabe nani? Pakome. Kwamba hawezi kumkaba Pakome. Leo nakualika. Kwa hiyo Mpanzu hauna habari naye? Sina. Wao tu, lakini ili Mpanzu ndo anaitaka Yanga. Tarehe 1 mwezi wa 3 itakuwa ni ushindi wenu wa mara ya 7. Ya tunatoa zawadi kwa Suda Yanga. Suda Yanga amefikisha umri wa miaka 7. Okay. Wana Yanga wamemwahidi kabisa. Amekwenda Zanzibar yule mtoto. Ameahidiwa tarehe 7
mara 7 sambamba na umri wako wa miaka 7, utakwenda kufurahi mtoto. Kapteni, unajiamini? Sana sana, tena 100%. Maji wataleta mma. Labda nikuulize rafiki yangu, muulize mwana Simba yoyote anaitaka Yanga sasa hivi, nini kinachompa jeuri? Yaani siku zote mara 6 zote ulikuwa wapi, saizi ukaitaka Yanga? Nini kiko nyuma yako? Unapata ujeuri. Sema yani wataishinda nje ya uwanja kwanza ndo mtaingia ndani. Na kwa nini kwanza mmeipeleka Zanzibar huko? Anasema mambo yenu bwana ndani huko ndo mmefanya mnakimbiza dabi huko. Kwanza wewe kushinda nje ya uwanja utashinda tu nje ya uwanja, lakini ndani ya uwanja kuna watu ambao ndo wenye mechi yao. Pacome Zuzu atakuwepo. Depu unamwonaje kwanza? Yuko vizuri. Wewe mtangazaji, Depu unamwonaje? Yuko vizuri. Ni mali au sio mali? Mali. Wataweza kweli? Utaona saa tarehe moja. Wewe unataka useme wapi? Wataweza kweli? Wapi? Mimi nikwambie kitu kimoja. Tuombe Mungu tu atufikishe salama katika hiyo tarehe moja. Lakini uwezo wa Simba kumfunga Yanga kwenye nyanja yoyote hawana. Yaani eneo lolote, engo yoyote hawana. Niamini mimi. Kwa hiyo tunasafiri lini Zanzibar? Zanzibar inshallah Mungu akifanya wepesi kabla ya tarehe moja, siku 3 kabla au siku 2 kabla. Naelekea huko. Tukutane Zanzibar. Tukutane Zanzibar. Asante sana. Haya, asante sana.